Na mchambuzi Dominic Salamba tunaenda kuzungumzia kile ambacho kinachoendelea kwenye soka la hapa nyumbani, ikiwa Simba Sports Club tayari wameelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa pili finali dhidi ya RS Berkane katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Lakini pia tetesi za usajili ndicho kitu ambacho tunaenda kuongelea. Pointi ya msingi ni kuendelea kuwa nasi, lakini pia kuchangia maoni yako kwa kile ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Brother Dominic Salamba, habari? Sawa, ndio mwanzo kwako. Shwari kabisa. Kikubwa ambacho kimetuleta hapa, kwanza tuanzie kwenye mechi ya mkondo wa pili, Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza RS Berkane amepata ushindi wa goli 2-0 nyumbani kwake katika uwanja wa Manispaa. Mchezo unaofuata dhidi ya Simba wa mkondo wa pili, Simba Sports Club yuko nyumbani. Matumaini makubwa ya mashabiki, lakini pia vile ambavyo wanasoka kutoka Tanzania wanapata matarajio kwamba Simba Sports Club ataenda kupata ushindi na kunyanyua kombe la Afrika. Kwako mchezo unatarajia utakuwa wa aina gani kutokana na vile ambavyo Simba ilipoteza kwenye mchezo wa kwanza? Nafikiri ni miongoni mwa mechi ngumu ambazo Simba anakutana nazo. Ni mechi ngumu sana. Unaweza ukatamani kupata kitu kizuri, lakini ukawa hauna uwezo wa kupata kitu kizuri kutokana na mazingira ulionayo. Watanzania wengi tunatamani kuona Simba akichukua kombe. Lakini je, ana hiyo quality? Ana hiyo guts ya kuweza kubato na Berkane akapata matokeo? Ukiangalia mechi ya kwanza ya kule Morocco iliweza kuonyesha utofauti mkubwa wa kimbinu, utofauti mkubwa wa uwezo wa mtu mmoja, utofauti mkubwa wa kimaandalizi baina ya Berkane na klabu ya Simba. Naona nilisema kwamba ni kama Simba hakuwa tayari kucheza finali kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo haina ushindani, ni mechi ya upande mmoja, ni mechi ambayo wakati unakaa unafikiria goli la 3 na la 4 litafungwa dakika ipi. Unakuwa kama angalia mechi goli la fungwa, unakuwa unakaa muda wote kuna goli tunakwenda tuna concede. Kwa hiyo Simba walishindwa kuonyesha uimara sehemu yoyote ile. Makosa yalikuwa mengi kuanzia kwenye eneo la mwisho, kati na ulinzi. Ukiangalia hata mipango ya ushambuliaji haikuweza kuwa mizuri katikati. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo lilikuwa at least ukiliangalia unahisi kama pengine wanaweza kutoa matumaini ya kuweza kupata kitu fulani. Maana yake the whole team ilikuwa iko down, maana yake mbinu zilikuwa zimeshindwa kufanya kazi, maana yake palikuwa pana utofauti mkubwa wa quality kama sio mipango kwenda kwenye mchezo husika. Kwa hiyo ni mechi ambayo iliisha goli 2 na watu wengi walifurahia si kwa sababu ya magoli mawili. Walifurahia kwa sababu ni mechi ambayo pengine kungekuwa hakuna haja ya kuwa na finali nyingine. Sababu kama ungeconcede magoli 5, maana yake ingekosa hata mechi ya pili inakosa msimuko. Kwa hiyo binafsi nikiangalia naona ni ngumu kwa sababu Simba ili apate matokeo itamlazimu aweze kwenda kutoka. Kwa maana aweze kucheza open play, aende kuongeza intensity. Je, kwa level ile ambayo tuliona Berkane, ukitoka utakuwa kwa salama? Kuna kipindi walikuwa wanapiga mipira na nibiandi yani nyuma ya walinzi wa Simba, mipira kama 5 yote walifanikiwa kuweza kuipata, isipokuwa walikuwa nakosa umakini. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakwenda kutoa ugumu kwa bichi la ufundi waingie na style gani, kwa sababu tayari uko nyuma na magoli 2. Kwa hiyo lazima ukiingia uweze kwenda kupush. Lakini je, wakati unakwenda kupush una hiyo balancing ya timu baina ya kushambulia na kuja kujilinda? Wachezaji wako watakuwa na hiyo guts? Je, unaweza kwenda kubaki na wale viungo na mawinga ambao wako hatari? Kwa binafsi nafikiri ni mechi ambayo ni ngumu unless kama ambavyo tumezoea kuona wakati mwingine maajabu ya soka ndio yachukua nafasi yake. Kwa maana ya football kwa kuangalia ni mechi ngumu kwa Simba. Ili Simba iweze kushinda ni maajabu tu ya soka. Maajabu ya soka ambayo yanaweza kutokea pia. Yaani sio kitu ambacho tutambia leo tukaamba tuanze kudanganyana kwamba kwa kutumia mbinu hizi nafasi hii utakuwa ni uongo kama uongo mwingine. Yaani hakuna sababu unaweza kukaa ukaizungumza ukaitetea, watu wapo watatetea, lakini kiukweli ukienda kiukweli ni mechi ambayo huoni Simba ikitafuta matokeo, ikipata matokeo dhidi ya RS Berkane. Simba imekuwa wakipata matumaini makubwa kwamba wana uwezo wa kupindua meza nyumbani. Kwenye michezo ya nyuma kuna mchezo wa kufungwa goli 2 ugenini, wakaja wakapata ushindi Benjamin Mkapa. Lakini kinachoonekana pia Berkane wanalifahamu hilo. Labda tutarajie awamu hii Berkane watakuja kivipi? Maana kama Simba ana matumaini ya kupindua meza, pengine Berkane anaweza naye akaja na kitu kipi. Yaani unapozungumzia kupindua meza kuna mazingira ambayo yanaweza yakakushawishi. Kuna mechi Yanga alifungwa magoli 3 nafikiri na Belouizdad au na hata ya MC Alger alifungwa magoli 3 au 2 mechi ya kwanza ya pili katika hii ya mwaka huu. Lakini ukiangalia ni kama vile Yanga walikuwa wamedominate mchezo. Yaani unaona kwamba
wao ndio wana takwimu nyingi nzuri, wanapossess mpira, wanakwenda, wanakosa nafasi, unaona, lakini kienda wakinyang'anya mpira wao wanafungwa. Yaani kuna kitu unakiona kwamba wanafungwa lakini wana kitu ambacho wanacho, sio, unanielewa? Yaani kuna timu inaweza ikafungwa hata magoli 3-0, lakini ukasema bana hawa wametubahatisha. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kuna vitu vingi mlikuwa mnafanana, pengine mlikuwa mnakosa bahati au tulivu. Mmetengeneza nafasi 9, hata moja mkuitumia. Mwanzo mmetengeneza nafasi 3, wametumia zote. Kwa nini usiamini kwamba mechi ya pili unaweza ukapata magoli 5? Wakati ulikuwa nafasi ngapi? 9 za kuweza kufunga. Kwa hiyo kuna factor ambazo ukiziangalia zinakushawishi. Ukiangalia mechi ya Simba na Al Masry ambayo Simba alishinda magoli 2, ni mechi ambayo Simba alikuwa anafika. Kuna muda ulikuwa kabisa ni wanapishana, wakina Kibu anaenda wanakosa magoli. Unaona kuna muda hata mwamuzi alionye penalty. Hapo ilikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa ukiviangalia unaona Simba kabisa kwamba katika mechi ya marudiano wakirekebisha hapa kuna kitu watakipata, sio, unaelewa sio? Lakini mechi ya juzi haikuwa hivyo, ilikuwa ni total defeat. Yaani mechi ambayo walipigwa jumla. Yaani sio, unaelewa? Yaani unafungwa ukiwa umezidiwa kila kitu. Sasa hiyo guts ya kusema kwamba nyumbani unaitoa wapi, kwa kutumia factor ipi? Ndio jambo linalokuja hapo. Yaani kwa factor ipi sasa? Kwa mechi ya juzi. Manake ni vitu viwili tofauti, ubora wa aina mbili tofauti. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa inatokea kwa nyuma, lakini katika scenario tofauti, sio scenario hii. Bali na kupoteza Simba katika mchezo wa kwanza, pengine pia Berkane kupata ushindi. Pengine kuna nafasi ambazo Berkane walizipata kwa wanaweza kuiadhibu Simba kwa magoli mengi. Hatujaona ule ubora ambao wengi walitegemea Berkane. Na ndio hata wenyewe ukiangalia hata mashabiki wao hawakuwa na furaha. Hawakuwa na furaha si kwamba walikuwa wanaoyevia Simba, hawakuwa na furaha kwa sababu wamezoea kushinda magoli mengi na nafasi walizipata nyingi tu. Yaani kama ungekuwa wako, yani ungekuwa wako much more curious, ile mechi ingeweza kuisha hata na magoli 7. Kama ungekuwa wako very curious katika kumaliza kwenye nafasi. Lakini hawakutoa nafasi. Na ndio hata mwalimu alizungumza kwamba tumechengeza nafasi nyingi. Kwa mechi ambayo kama kujilaumu kwa sababu mechi ambayo ilikuwa wameshika kwenye kila eneo, wanakwenda wanafika. Zimekwenda zile wana against karibia 3 ambazo mtu anakuwa na umakini wakati anazungumza magoli 3 mengine kwa naongezea. Kwa nafikiri ni mechi ambayo walikuwa wameikamata na wangeweza kushinda magoli mengi. Lakini wakati mwingine bahati nayo inakuwa ipo, lakini pia umakini nao uliweza kupungua, au kipindi ikafika tu wakawaanda leo tukaona watu wafunga muda wote, kwa hiyo ikapeleka wakati mwingine waka lose concentration, walikuta wanapata magoli 2-0. Simba wafanya nini kwenye mchezo wa mkondo wa pili? Tumeona kuna baadhi ya maeneo Berkane walikuwa na watu ambao wako fasaha sana. Eneo la kati mchezaji kama Mamadou Kamara, lakini pia eneo la pembeni inaonekana kulikuwa na mianya mikubwa. Kipi wakifanye kwenye mchezo wa pili? Ndio nasema kwamba kama kuna kipindi ambacho Mwalimu Fadlu ana wakati mgumu ni wakati huu. Yaani hajawahi kukutana na equality toka ameanza hii michuano. Na mimi nilizungumza kwa mwanzo kwamba Simba anakwenda kucheza mechi ya tofauti toka ameanza hii michuano. Hawakunielewa. Kwa sababu wengi wanaangalia hizo timu wakisikia anacheza na Simba, anacheza na Azam na Yanga na wanaziangalia wafuatiliaji. Niliwaambia kwamba mechi ya finali ya kwanza Simba anakwenda kukutana na timu ambayo hajawahi kukutana nayo yenye level hiyo ya ubora. Sio Constantine, sio Al Masry, sio wale nani wale, sio wale wa Angola wale, sio Faxin, wote hawakuwa na ubora ambao Berkane yuko nao. Kwa hiyo walivyoingia wakawa wamekamatwa kwenye kila eneo. Kwa hiyo ukiniambia wafanye kitu gani, inakuwa ni ngumu kwa sababu walizidiwa kwenye maeneo mengi. Kikubwa tu labda waweze waende wakalinde ardhi ya finali. Kwa maana kwamba wako nyumbani. Kwa hiyo waingie na heshima kubwa, lakini wawe na mpango wa kushtukiza, kwa sababu mpira siku zote huwezi ukacheza dakika 90 bila kufanya makosa. Ndio maana hata siku hiyo kuna nafasi moja ilipatikana, nafasi moja alikimbia, nafikiri alikuwa ni Shomari Kapombe, akapiga cross moja hivi ambayo mchezaji mmoja wa Simba sio na Teba akaikosa. Ambayo angeipata ilikuwa ni goli. Yaani hakuna mechi mpira miguu ambayo utakamata dakika 90 usifanye makosa. Na wao nao wanafanya makosa kuna kipindi. Kwa hiyo wao waende kama second team, waende kama underdog, wakae nyuma, lakini wawe na mpango wa kushambulia, kushtukiza, wakiongeza umakini wanaweza kupata kitu. Uzoefu wa maingizo ndani ya Simba ambayo wamefanya msimu huu labda inaweza pia ikae na wahukumu wachezaji kama kina Jean Chazawa, wakina Joshua Mutale kutokana na level ambayo imefikia kwenye michuano hii. Nilizungumza mwanzo tena, lakini watu ndio mnakopa yani amechukua reference. Vitu vingi mimi nakuwa nawaambia. Kwa nini? Kwa sababu Simba ni kwamba haikuwa tayari. Ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wa Simba ndio mara yao ya kwanza hiyo wanacheza michuano katika hii level. Hawajawahi